Na mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Kipindi kilichopita tulijifunza habari ya siku 50 za Pasaka. Leo tunaanza tena kipindi kingine kinaitwa maadhimisho ya maaskofu au kwa Kilatini Ceremoniale Episcopalium. Mimi ni Sister Sabina Makonde. Lakini pamoja nami ninaye Padre Daktari Tony Mtikilio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu TBC. Karibu wewe maaskofu na mwanzali tamati kujifunza kiuhalisia nini haya maadhimisho ya maaskofu ambayo Padre anatafakarisha siku hii ya leo. Karibu Fatuma. Tubarikiwe, tumsifu Yesu. Padre, namshukuru Mungu. Tumaini inaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri kama tulivyotoka kwenye kipindi kilichopita, tunaimba haleluya haleluya. Na siku ya leo nikukaribisha Padre ufungue kipindi chetu sana. Asante sana. Kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu. Uzienee nyua za waumini wako, watie matendo yako, peleka Roho wako, utaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyetulisha nyoyo za waamini, tuletea mwanga wa Roho Mtakatifu, naomba tuongoze milele tukienda mbinguni, tupate daima fadhili zake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndio bakio. Basi Karibu sana. Tuwaletee uhando mpya wa Ceremoniale Episcopalium. Maadhimisho ya maaskofu. Ni nini hii Padre? Tunaposema Ceremoniale Episcopalium ni maadhimisho yanayofanywa na maaskofu, na kuna kitabu maalum ambacho kinaelezea maadhimisho ya maaskofu na kimepewa jina hilo la Ceremoniale Episcopalium. Ni kitabu kinachoelezea askofu anapoadhimisha vipengele mbalimbali, misa, kama kuna kubariki, kuna kufanya nini, maana mambo mengi sana yanayohusu maadhimisho ya maaskofu. Kwa hiyo kuna hiki kitabu maalum kabisa ambacho kinaelezea haya mambo. Kwa hiyo kumbe tutakuwa na mfululizo mrefu wa kuelezea hayo maadhimisho ya maaskofu. Mara nyingi pale askofu anapaswa afanyaje, na saa nyingine mapadri labda anapokuja askofu parokiani unaanza kujikanyaga kwa sababu hujui kwamba hapo askofu anaadhimishaje, au wewe unapaswa uchukue nafasi gani, au mashemasi askofu anapokuwepo unapaswa kufanya nini, wasomaji wa nini. Kwa hiyo kinaelezea mambo mengi sana. Ni vizuri kutambua kwamba kitabu hiki sio kitabu cha liturujia, bali ni kitabu kinachojazia mahali ambapo vitabu vingine vya liturujia vinaelezea. Kwa hiyo hii sio madhehebu, hii sio kitabu cha madhehebu. Kwa kitabu cha madhehebu kinaeleza kwamba katika ubatizo fanya 1, 2, 3 hapo fanya nini. Hapana, hiki kinajalizia vitabu mbalimbali vya liturujia, labda cha ubatizo, kile cha pontifikale, cha nini. Kwa hiyo kinaeleza mambo mengi yale ambayo yanakosekana kule, au hata kama yapo kule kwenye vitabu vya liturujia, lakini hapa yanaelezwa kwa undani na kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo Padre, kwamba pengine kuna maadhimisho fulani ya labda sherehe ya maaskofu. Kwa hiyo kuna labda utaratibu fulani kule wanaona kuna vipengele vimekosekana. Kwa hiyo wanakuja kuangalia kwenye kitabu cha Ceremoniale Episcopalium. Unaweza kueleza kwamba kwa chetazo kinawekwa hapo, hapo askofu anapaswa avue mitra, hapo anapaswa awe amekaa, hapo kuna hiki, kuna vipengele hivi na hivi. Kwa hiyo viko vipengele vingi sana. Kitabu hiki kimeandikwa kwa lugha ya Kilatini. Ndio maana kiitwa Ceremoniale Episcopalium, kwa tunapotafsiri ni maadhimisho ya maaskofu. Na kwa Kiingereza labda ni the ceremony of bishops. Ceremonial of bishops. Ceremonial of bishops. Okay. Lakini sisi tutakuletea kwa lugha ya Kiswahili mfululizo wote mwanzo, na tunategemea kwamba twende mpaka mwisho. Kwa hiyo ndio maana tunasema mfululizo huu utakuwa ni mrefu, lakini kila kipindi tunapokuja inakuwa ni mambo mapya yanayohusu hayo maadhimisho ya maaskofu. Na kwa mfano Padre, ndio hiyo imeandikwa Ceremoniale Episcopalium. Ndio.
Kwa hiyo ni kwa ajili, kwa mfano kama kuna uaskofisho au kuna kardinali amefariki au labda kuna kardinali labda amefanya labda maadhimisho fulani, ni aina gani ya ceremonial? Tunaposema maadhimisho ya maaskofu, manake askofu anapofanya maadhimisho yote yale, aidha anasali masifu akiwa na waamini wake, anapaswa afanyeje? Anapoadhimisha misa pamoja na mapadri wamemzunguka, anafanyaje? Vitu gani vinapaswa vifanyeje? Mapadri wanatakiwa nafasi yao ni ipi? Mashemasi nafasi yao ni ipi? Kwa hiyo inagusia vipengele mbalimbali. Unapojenga kanisa linapaswa liwe na vitu gani, ambapo ni labda kanisa la kiaskofu linapaswa liwe na kitu gani na kitu gani. Kwa hiyo vitu vingi sana, jinsi ya kufukiza ubani, askofu anapoenda kuhubiri anatakiwa aweje, awe ameshika nini, avue wakati gani mitra, ashike wakati gani fimbo. Kwa hiyo ni kitabu hiki kinagusa mambo mengi ambayo yanafafanua zaidi, na vile vile anatoa maana ya baadhi ya vitu, kwamba kwa nini hapo ifanyike hivyo, kwa sababu licha ya maelezo, lakini vile vile kuna rubrics, yani maelezo ya ziada yanayoelezea kwamba hapo ilitakiwa ifanyike hivi, na vile vile inatoa marejeo ya vitabu vingine, kwamba hapo kaangalie labda misale ya waamini au misale ya Kiroma au kitabu fulani. Kwa hiyo kina mambo mengi mazuri. Sawa, basi ndio hiyo Ceremoniale Episcoporum. Unakuwa Mlatini na wewe. Ceremoniale Episcoporum. Father anasema ni kitabu cha maadhimisho ya maaskofu. Sio kitabu cha liturujia, ila kina maelekezo ambapo kinachokosekana kule liturujia, sio Father? Kinachokosekana na hata kama kipo kinaelezewa kwa undani zaidi. Hivyo mtazamaji. Kwa hiyo basi tunajiuliza sasa, kitabu hiki kama tulisema, lengo lake ni nini sasa? Lengo kinasimamia namna sahihi ya kuendesha maadhimisho matakatifu, kuanzia upadrisho, mambo mengine hadi kwenye uaskofisho. Kwa hiyo kina mambo mengi. Kwa hiyo maudhui ya kitabu hiki kinashughulikia madhehebu maalum ya kiliturujia. Tunaposema madhehebu hatumaanishi sio Anglikana, hapana. Vile vipengele vya liturujia maalum ya kiliturujia, jukumu kama mwanzo, katikati, vile vile nagusia wahudumu mbalimbali, wahudumu na washika chetezo, kuna nini. Kwa hiyo kila anayehudumu ndani, kuna matumizi ya mavazi. Kwanza naweza nikakurudisha nyuma kidogo. Ndio, hamna shida. Naona labda kama kwanza ungekazia kidogo hapa madhehebu ya liturujia. Wengi wanasumbuka hapo. Ndio, ni vizuri tunaposema madhehebu ya liturujia tunaongelea vipengele mbalimbali katika adhimisho moja. Mfano katika ubatizo au katika uaskofisho au upadrisho, tunasema sasa yanafuata madhehebu ya kuwekwa wakfu. Watumishi wataandaa hapo mbele, italetwa mkeka, utaleta mafuta. Kwa hiyo hayo ni madhehebu, vile vipengele mbalimbali. Kwa hiyo tunapotumia sisi neno madhehebu katika liturujia tunamaanisha hivyo vipengele mbalimbali. Kwa hiyo maadhimisho yanayopaswa kufanya na maaskofu wa kanisa letu takatifu Katoliki, aidha katika misa, katika ofisi ya utakatifu manake, katika masifu yale na shughuli nyingine za kiaskofu. Kwa hiyo kinatoa maelezo ya kina kwa ajili ya huduma, mavazi, ishara mbalimbali zinazotumika za kiliturujia yote haya. Kwa hiyo kama tulisema maudhui, kitabu hiki kinashughulikia madhehebu maalum ya kiliturujia, jukumu la hudumu, matumizi ya mavazi na alama nyingine za kikanisa. Mtu anasema mbona amevaa nini? Pale inavaliwaje? Watu wanapenda kujua inavaliwa wakati gani? Mbona tunaona anavua lini au anavaa lini? Kuhusu mamlaka, kina mamlaka katika mambo ambayo hayajaelezwa kikamilifu katika misale ya Kiroma, ofisi ya utakatifu au vitabu vingine vya kiliturujia. Hayajaelezwa vizuri, ila hajaelezwa au hajaelezwa vizuri au kwa undani. Kwa hiyo kina hayo mamlaka kitabu. Kuna historia yake mpaka kifikie hapa kimeanzia wapi. Kwa kweli ni historia ndefu ya kitabu hiki, ni historia ambayo ningependa tutegusa kwa ufupi. Lakini vile vile muundo wa kitabu hiki kinatoa maelezo ya kiliturujia kama nilivyosema,
na matumizi ni mwongozo kwa ajili ya hayo maadhimisho ya maaskofu, lakini ni mwongozo hasa kwa wanaoandaa maadhimisho haya ya kiaskofu. Kwa hiyo, kwa sababu askofu anapokuja kazi yetu ni kumwongoza kama tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi. Kwa hiyo mwanasakristia baadaye tutajitahidi, Mungu akinijalia, tutatoa ya Kiswahili. Okay. Naifanyia kazi. Ingekuwa ni vizuri zaidi pale. Kwa hiyo kama wewe ni unafanya kazi sakristia, unatakiwa uwe nacho. Kama ni shemasi, unatakiwa uwe nacho. Kama ni padri, uwe nacho. Yeyote yule anayefanya mambo ya kanisani pale anatakiwa awe na kitabu hiki. Hata Sister Salvina anapaswa awe. Na wewe kwa sababu ni mwalimu wa watu, unapaswa uwe nacho. Namna hiyo. Kwa hiyo sasa historia yake tunasema ni ndefu. Kwa mara ya kwanza Papa Clement wa 8 mnamo mwaka 1600 alitoa hili kitabu ambacho kinaitwa Ceremoniae Episcoporum. Mwaka 1600, ni miaka mingi sana. 1600, maana yake miaka zaidi ya 400 iliyopita ndio kutoka kwa mara ya kwanza. Papa nani? Papa Clement wa 8. Lakini mpaka 1600 sio kama yeye ndio wa kwanza, kama hakukuwepo na maadhimisho ya kiaskofu. Yalikuwepo, lakini yalikuwa hayajulikani kwa jina hili la Ceremoniae Episcoporum. Yalikuwa yanajulikana kama Ordines Romani. Ilikuwa ni vitabu vidogo vidogo hivi kama tunavyoandaa wakati wa upadrisho au wanani, vitabu vidogo vidogo hivi, Ordines Romani, ambayo vilianzia karne ya 7, maana yake mwaka 600 na kwa tangu karne ya 7 zamani hizo kabisa vilikuwa hivyo vitabu vidogo vidogo, na kulikuwa na kitabu kinaitwa namba 13 ambacho kilipatikana katika makumbusho ya Italia, maktaba ya Italia inayojulikana kama Yohane Mabilioni, ambapo Papa Gregory wa 10 na katika mtaguso wa 8 inaonekana kwamba kuna mambo yanayohusiana na hayo maadhimisho. Lakini hakikuwa kinaitwa Ceremoniae Episcoporum, bali ilizitwa Ordines Romani. Ordines Romani. Ordines Romani, mark the order of the Romans. Taratibu wa Kiromani. Wa hizo kanisa lililokuwepo la kimilicho, kanisa la Roma. Iliendelea, kila mara walikuwa wanafanya marekebisho. Taratibu wameongeza hiki, wamepunguza hiki, na baadaye kikaitwa Liber de Ceremoniis Ecclesiae Romanae, maana kitabu cha maadhimisho ya kanisa la Roma. Maana kila saa wanabadilisha. Lakini baadaye tena walipoongeza na kupunguza, kikaitwa Liber Ceremoniarum Sacrae Romanae Ecclesiae, maana kitabu cha maadhimisho la kanisa takatifu la Roma. Wakaenda baadaye ikafika kikaitwa Ritum Ecclesiasticum Sive Sacrarum Ceremoniarum Sancte Romanae Ecclesiae Libri 3 non ante impresi. Maana yake vitabu vitatu vya madhehebu ya kanisa au maadhimisho matakatifu ya kanisa takatifu la Roma ambavyo havikuchapishwa hapo awali. Maana kitabu hiki si vilikuwa ni vitabu vidogo vidogo. Wanapoandika wanaongeza kwamba hiki ni kitabu cha pili, cha tatu, kinaendelea. Hata ukifungua kitabu hiki utaona kwamba kuna sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, viliongezeka taratibu. Na hivi viliendelea mpaka sasa mwaka 1600 sasa tulipomtaja Clement sasa. Maana kuanzia karne ya 7 mpaka 1600 ndipo sasa akasema hiki kitabu kiitwe Ceremoniae Episcoporum. Hakiitwi tena Ordines Romani, lakini Ceremoniae Episcoporum, maana yake maadhimisho ya maaskofu. Kwa hiyo ni mwaka 1600. Watu mbalimbali walihusika katika kuandaa maadhimisho hayo na kadhalika. Na tangu hiyo 1600 kukawa tena kuna marekebisho yanaendelea taratibu. Piga miaka 400 iliyopita, sio
karibu. Kwa hiyo kulikuwa na mambo mengine yanaongezeka, ili tutoe, ili tuongeze, lakini jina hili liliendelea kubaki kutoka 1600 Ceremoniale Episcoporum, na hatimaye mnamo mwaka 1886 Papa Leo wa 12 ambaye aliongoza kuanzia 1878 hadi 1903 aliamuru kuchapishwa kwa toleo jipya la kawaida la Ceremoniale Episcoporum ambalo lilihifadhi vitabu kadha wa kadha. Maana kuna kitabu cha kwanza, cha pili na cha tatu. Na tangu mtaguso wa pili wa Vatikano ulipoamuru mageuzi ya ibada ya vitabu vya liturujia, marekebisho kamili na mpangilio wa Ceremoniale Episcoporum ulifanyika. Mtaguso wa pili tukumbuke ule wa Vatikano 1964. Kwa hiyo mpangilio sasa ukatengenezwa, ndio kikapatikana sasa hiki ambacho kipo. Kwa hiyo hiki ambacho kipo ni matokeo ya mtaguso wa pili wa Vatikano. Na huu mtaguso wa pili wa Vatikano umebadilisha mambo mengi. Ndio ulileta marekebisho mengi ili tuendane na wakati. Aggiornamento, kwenda na wakati. Kwa hiyo ndio hiki ambacho tunacho cha lugha ya Kilatini ambacho kimechapishwa mwaka 1984. Nilikuwa tayari nimeshazaliwa. Ulishazaliwa? Nikafikiri ulikuwa tayari padre. Hapana, nilikuwa bado. Shule ya msingi. Nilikuwa bado kijana. Kwa hiyo ndio hiki hapa, lakini kwa bahati mbaya bado hatuna tafsiri ya Kiswahili. Ndio ambapo sasa Mungu anijalie ninafanya kazi kwa bidii tupate tafsiri ya Kiswahili. Akitujalia na sisi tunakuombea. Ndio maana tunaleta hizi makala, hizi tunazozileta taratibu moja moja, mwishoni tunaunganisha, tunatoa toleo la Kiswahili. Tujiandae kwa ajili ya kitabu hicho kizuri. Mtazamaji, hivi ndivyo kanisa linavyotujali na kujali na kuangalia watu wake. Kama ambavyo Padre anatufafanulia kanisa letu na liturujia ilivyo, na leo ametuletea hichi kitabu, ametuahidi kwamba anaenda kututengenezea kitabu cha Kiswahili. Tuendelee kumwombea na tuendelee kuombea mapadri wetu. Amina. Sasa tuone sasa umuhimu wa maadhimisho ya maaskofu, kwamba askofu tunajua kwamba ndiye kiongozi mkuu wa jimbo. Kwa hiyo kumbe umuhimu wa maadhimisho haya ni lazima kweli muhimu, ndio maana amewekwa kwa taratibu zake. Tufahamu kwamba askofu kama mkuu wa jimbo au wa kanisa mahalia ana nafasi gani. Kwa hiyo nafasi yake ni kubwa, ili aweze kuadhimisha kwa urahisi, aweze kuadhimisha kwa heshima, kwa ufanisi wa kichungaji, ili watu waweze kupokea hizo neema ambazo Mwenyezi Mungu anawapatia watu wake. Sasa tuone huyu askofu sasa katika hilo kanisa lake mahalia kuhusu asili na umuhimu wa liturujia ya kiaskofu. Sasa hii haipo kwako. Don't take this one, nakumbusha. Tunaona kwamba kuna heshima ya kanisa mahalia. Tunaposema kanisa mahalia, maana yake kanisa la jimbo. Kila kanisa la jimbo ni kanisa mahalia. Na kanisa hili tunaposema mahalia, maana yake lina utawala wake unaojitosheleza kama sehemu ya kanisa la ulimwengu. Sio kanisa lililojitenga na ulimwengu, bali ni kanisa linalosimama kama sehemu maalum. Tunasema hili ndio kanisa Katoliki kama anavyoongea Mtakatifu Inyasi. Anasema hakika Kristo yupo, kwani kwa nguvu ya kanisa limekusanyika pamoja kwa umoja. Tunakusanyika pamoja kwa umoja. Sisi kama kanisa la jimbo pamoja kwa umoja. Padre, kwa njia hiyo kwamba hapa tunaposema kanisa mahalia, kanisa la jimbo, kwa maana kwamba utaratibu ule kwamba jimbo hili limeona kwamba liweke taratibu hili. Ndio maana kwamba kanisa mahalia. Kwa hiyo kama vile Kristo alivyo, ndivyo pia kanisa Katoliki lilivyo. Ndivyo pia askofu alivyo, anaongea Mtakatifu Inyasi. Ndivyo pia panapaswa kuwa na kusanyiko lote la watu wake. Kwa hiyo tunakusanyika chini ya askofu wetu tukimzunguka. Ni kundi moja.
Lakini ni vizuri kutambua kwamba kanisa mahalia sio kwamba limetengwa na kanisa la ulimwengu, la kama ni kama Kristo alivyo. Kwa nini tunasema kama Kristo alivyo? Kristo ni kichwa, sisi ni viungo. Kwa hiyo unapoongelea viungo utaongelea kwamba Mtakatifu Paulo anaongelea vizuri sana. Amasema kuna pua, kuna jicho, kuna mguu, kuna nini. Kila kimoja hakiwezi kusema mimi jicho mimi ni muhimu zaidi. Kwa hiyo kila sehemu ya mwili ina umuhimu wake. Kwa hiyo jimbo ni sehemu ya huu mwili mmoja. Kwa hiyo katika kushirikishana karama za sehemu mbalimbali tunaunda hii jumuiya moja ya kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Na fadha hapo tumeongelea, umegusia hapo kwamba kanisa mahalia maana kanisa la jimbo. Ndio. Na kanisa la ulimwengu, labda wafafanulie kidogo kwa watazamaji unapoongelea sasa kanisa la ulimwengu. Tunasema universal. Sasa tunaposema universal maana yake la ujumla, katika ujumla, kanisa katika ujumla wake. Kwamba kuna jimbo la Dar es Salaam, kuna jimbo la Tanga, kuna jimbo la Morogoro, kuna la Kondoa, na la wapi na wapi. Lakini yote haya yanaunda sehemu moja ya kanisa la Tanzania. Kuna Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Halafu kutoka hili kanisa la Tanzania tuna la Kenya, la Uganda, la Kongo. Tunaunda jumuiya moja ya Afrika. Lakini ukitoka Afrika kuna Asia, kuna wapi na wapi, tunaunda jumuiya nyingine moja ya ulimwengu. Kwa hiyo kwa mtazamo huo tunaunda kanisa moja. Lakini basi kwa kushirikishana hizi karama zetu tunakuwa wote ni kama mwili mmoja wa Kristo, kila kiungo kikichangia sehemu muhimu ya hili kanisa moja. Kwa hiyo kanisa halisemi kwamba mimi kwa sababu ni jimbo fulani mambo mengine hayanihusu. Hapana. Au mguu ukisema mimi kwa sababu si mguu leo nataka tu nilale, ni wewe tumbo na kichwa nenda kalime. Hapana. Tunaenda kwa pamoja kama kanisa moja. Na sasa Padre, ndio muda wetu umetupa mkono. Kabla hatujahitimisha au hatujatamatisha, labda una nini cha kuweza kuwasisitiza watazamaji? Mimi ninachosisitiza watazamaji wetu tuendelee kufuatilia vipindi vyetu hivi vya liturujia, na hasa tunapoendelea katika mfululizo wa maadhimisho ya kiaskofu. Tunajua kwamba wengi tuna hamu ya kuyafahamu mengi kuhusu haya maadhimisho. Kwa hiyo tuendelee kufuatilia vipindi vyetu, tuendelee kujifunza liturujia yetu ya kanisa Katoliki. Mungu awabariki sana. Na leo tulikuwa tunaongelea habari ya ceremonial episcopalorum, maadhimisho ya kiaskofu. Karibu Father, tupokee kwa sana. Asante sana. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingia kwa hatari. Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji, mambo ni mengi ya kujifunza, lakini basi hatuna budi kutamatisha kwa kuwa muda wetu umetupa mkono. Lakini cha kukumbuka tu kwamba leo tulikuwa tunazungumzia habari ya ceremonial episcopalorum, yaani maadhimisho ya maaskofu. Ni kitabu maalum ambacho kimejaa utaratibu wa maadhimisho ya maaskofu. Na Padre ameongea mengi, tumemsikia hapa. Ni jukumu letu kwenda kuyatafakari, tujipe moyo tu, tujifunze kidogo kwa kidogo, taratibu. Mambo ni magumu, ni kwamba lugha ya Kilatini, lakini Padre ametuahidi kutengeneza kitabu cha Kiswahili. Mambo mengi tunajifunza, sina shaka kwamba umefaidika vya kutosha. Jambo moja tu ambalo ni muhimu, ukawe mkate kwa mwingine. Mimi ni Sister Savina Makonde. Shukrani sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako kaka Simon Peter hapo nyuma ya kamera. Umetufanyia mambo kwa uzuri kabisa. Pia nisimsahau dada Veronica Silayo. Asanteni sana kwa kutuhudumia. Padre Kiio, asante sana kwa kutushibisha kiroho. Mpaka wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi vyetu vya televisheni Tumaini.